Yesu asifiwe. Haleluya. Namshukuru Mungu kwamba umeweza kufika siku ya leo na umekaa tayari kusikiliza somo la leo. Wewe uliyeko kule katika vituo mbalimbali na ukaribisha jioni hii ya leo. Tuungane pamoja katika kipindi hiki kinachofuata. Jana tuliongelea masuala ya pesa katika ndoa na tukaona kwamba pesa zina mchango mkubwa sana katika kuvunja ndoa au kujenga, na tukaona kwamba kuna mambo kadha wa kadha wanandoa wanapaswa kuyafanya ili waweze kuwa katika mahusiano mazuri. Sasa leo tunazungumzia somo la uaminifu katika mahusiano. Hii ndio somo tunaloenda kulifanya siku ya leo. Uaminifu ni kitu cha muhimu sana katika mahusiano, ndani ya ndoa, ndani ya jamii, kazini, mahali popote ambapo tunaishi. Mahusiano uaminifu unapaswa kuwa kipaumbele cha wale wanaohusiana. Na kwa kueleza uaminifu ni kitu gani? Uaminifu, jambo la kwanza ni kuishi maisha yale yasiyo na kona, maisha yaliyonyooka, maisha ya unyofu. Ni vile kusema kile unachokisema ndicho kile unachokiishi. Ni ukweli usio pinda kwa kile unachokifanya na kukisema. Uaminifu ni kitu adimu katika jamii. Kuwapata watu waaminifu ndicho kilio cha serikali za dunia hii, ndicho kilio cha waajiri wa sasa, ndio kilio cha wanaotafuta wachumba. Uaminifu ni jambo la msingi sana, na zaidi ya yote Mungu pia anahitaji watu waaminifu. Sasa tuendelee kuona maana yake. Anasema uaminifu ni kusema kile unachohisi na kufikiria bila kuficha wala kulazimisha mawazo, yaani au kusukasuka maneno yako. Unajua kuna mtu mwingine maneno ni lazima ayarembe ili yaonekane ni sahihi. Watu wengi hasa katika ndoa, tukizungumzia uaminifu, wanakwenda tu katika habari ya zinaa inapotokea kati ya wanandoa, lakini uaminifu ni zaidi ya hili. Uaminifu katika mahusiano sio tu kusema ukweli, ni pamoja na kujenga mazingira ya kuaminiana ambapo upendo na kujitoa vinaweza vikastawi. Katika kuwa mwaminifu kuna uwazi, lakini huu uwazi na ukweli sio jambo rahisi. Ni lazima wanandoa wadhamirie kuwa na mahusiano yanayoweza kuleta afya, urafiki, kuaminiana na kufanya uwe na sifa njema. Ninapenda kuweka kielelezo hiki kinachofuata, kuzungumza kwamba uaminifu hauna uongo wala udanganyifu ndani yake, umenyooka. Katika maumbile unayoangalia, viumbe vyote ambavyo Mungu ameviumba vinaishi kama Mungu alivyovikusudia. Ukiona jiwe hakuna hata siku moja lilitamani kuwa mti. Wala ukiangalia mti, unapoona watu wanakaa chini ya kivuli, wanakaa chini ya majani, mizizi haijawahi kusema kwamba na mimi nataka nikae juu ili watu wanione. Mizizi inafanya kazi yake kwa uaminifu ikiwa ardhini, na majani yanafanya kazi yake kwa uaminifu yakiwa juu. Lakini vivyo hivyo jua haliweki mgomo kwa kusema kwamba natamani ningekuwa kama mawingu na mimi siko tayari kufanya kazi. Viumbe ambavyo Mungu ameviweka vinafanya yote kwa uaminifu. Maisha ya uaminifu ni muhimu katika kila nyanja ya mahusiano. Wanandoa
kwa watoto, kazini, katika mahusiano yetu na jamii na majirani zetu na marafiki. Uaminifu ni kitu cha muhimu. Sasa tuone baadhi ya mfano wa ukosefu wa uaminifu katika ndoa. Wa uaminifu, tuseme tu uaminifu, acha katika ndoa. Jambo la kwanza ni kuwa na mahusiano kihisia au kimwili. Nilitamani niseme hivi kwamba jambo la kwanza la kutokuwa na uaminifu katika ndoa ni kwa mfano ile kuwa na mahusiano ya kihisia na kimwili na mtu mwingine asiye mwenzi wako. Ni kukosa uaminifu. Ni kukosa uaminifu katika ndoa. Lakini la pili, linaweza kuwa na siri asizozifahamu mwenzi wako. Mwenzi hajui kama una nyumba mahali fulani, hajui kama ulinunua kiwanja mahali fulani, hajui kipato chako kama tulivyoliongea, siri. Lakini hili jambo halianzi katika ndoa, linaanza hata katika watu wanaochumbiana. Watu anadanganya mchumba wake, anadanganya kiasi kwamba hata wakioana ni vigumu kusema ukweli wote kama ulivyo. Anapata shida, inabidi aendelee kuwa mdanganyifu. Hivi ulikwisha kuona kwamba mtu anaweza akakaa kwenye ndoa maisha mpaka anastaafu, mke au mwenzi hakujua kama huyu mwenzi wangu alikuwa na mtoto kabla ya kuonana naye. Ni kukosa uaminifu. Uongo ni sehemu ya kukosa uaminifu katika ndoa. Uongo, kutosema ukweli, kutoa siri za familia kwa watu wa nje ni kukosa uaminifu pia. Hili jambo hasa sisi wanawake tuna hiyo changamoto. Yaani mambo ya ndani, ya chumbani, mambo ya kwako wewe na mume wako wanapeleka nje, anaongea kila mahali. Ni kukosa uaminifu. Ni kukosa uaminifu. Jambo la kuangalia tena katika habari ya uaminifu ni hii hapa, kwamba kuwa mwaminifu kwa mwenzako kunahitaji wewe kuwa mwaminifu kwako kwanza. Unajua ni jambo linaloumiza mtu anapokosea uaminifu, lakini ni jambo la huzuni zaidi unaposhindwa kuwa mwaminifu kwako wewe mwenyewe. Kuna watu hata akitoka huko mikoani, akifika hapa jijini, anakana hata kabila lake. Huyo anadanganya watu, anajidanganya yeye. Ameshindwa kuwa mwaminifu kwa yeye mwenyewe. Ukimwambia wewe kabila gani, kuna kabila ambalo amelifikiria kichwani kwamba inaweza kuwa bora, hilo ndio analitaja, anakataa. Ikiwa huwezi kuwa mwaminifu kwako mwenyewe, unaweza kujikuta unahisi wasiwasi, kutokuwa na furaha au hasira kwa sababu ambazo huwezi kuelewa. Unajua, mtu ambaye si mwaminifu, hasa mtu mwongo, anatakiwa awe na akili sana na kumbukumbu nzuri sana, ili usisahau ulichosema jana, ulichosema juzi, ulichosema kwa yule na kwa mwingine. Kwa hiyo wakati wote anakuwa na wasiwasi kukumbuka kwamba hivi nilisema namna gani. Ukiwa mwongo lazima uwe na kumbukumbu nzuri. So hizi zinaweza kuleta athari kwa ustawi wako katika mahusiano. Sasa tuone ni namna gani ya kuwa mwaminifu katika ndoa. Ni namna gani unaweza kufanya hivyo? Utafiti unaonyesha kwamba mtu anapokosa uaminifu na kuwa msiri kuhusu shughuli zake binafsi, huondoa kuaminiana, hupunguza kujitoa na jitihada katika kudumisha uhusiano na watu wengine. Kama vile watu wanavyokosa uaminifu katika ajira zao,
hasa katika makampuni. Wengine ni kufoji vyeti, wengine kuiba, kugushi pesa, wengine uzembe kazini, kutowajibika. Hivi vitu havianzii kazini, vinaanzia nyumbani. Watu waliokosa uaminifu nyumbani wanafanya vivyo hivyo katika maeneo yao ya kazi. Ukosefu huu wa uaminifu huathiri sana utayari wa kuweza na kustawi kwa mahusiano. Sasa jambo la kwanza linaloweza kusaidia katika kuleta uaminifu hasa katika ndoa. Kumbuka, uaminifu naozungumza unapaswa kuwa kila mahali. Uwe kazini, uwe katika jamii, uwe katika urafiki. Uaminifu wanatafutwa, lakini kwa somo hili la leo tutajikita tu katika ndoa. Sasa tunafanyaje katika ndoa? La kwanza ni uthabiti katika maneno na matendo. Wewe kama unahubiri maji, basi unywe maji, usinywe pombe. Yaani kile unachokisema unapasa kukifanya kwa vitendo. Kwa hiyo hakikisha unachokisema ndicho unachokifanya. Tunza ahadi. Kutimiza ahadi zako humhakikishia mwenzi wako kwamba anaweza kukutegemea na kujitoa kwako katika mahusiano. Mwenzi wako anaposema kwamba nitakuja saa fulani, basi umtarajie. Usimsubiri alafu afike kesho yake na alikwambia anarudi saa 6. Akifika ametengeneza story. Uaminifu unasaidia hata katika malezi. Wazazi tunatoa vitu vya ahadi sana kwa watoto wetu. Kuna kisa kinasema kwamba mzazi mmoja, nyumba moja ilikuwa ikiungua gorofani. Na sasa wazazi wakaja, kulikuwa na watoto wanacheza, nyumba imeanza kuungua, hawawezi kupita kwenye ngazi. Wazazi wale wakaja, wakaambia watoto wao. Mzazi mmoja akasema kwamba mwanangu, ruka nitakudaka. Na yule mtoto kwa kweli akatii baba yake, akaruka na baba yake akamdaka. Baba mwingine akasema kwamba ruka mwanangu nikudake. Mtoto akasema, baba huwa huniambii ukweli. Uliniahidi baskeli hukuninunulia. Uliniahidi viatu vizuri hukunipa. Nitaaminije kwamba utanidaka siku ya leo? Kwa hiyo kuwa waaminifu kunaweza kukaleta mahusiano mazuri kwetu na watoto tuliowazaa. Lakini jingine, linda mipaka yako. Linda mipaka yako katika mahusiano. Weka mipaka iliyo wazi kati yako na marafiki zako na wale watu unaowajua, ili kuepuka hali zinazoweza kusababisha vishawishi. Wanawake na wanaume, usikumbatie kila mmoja, yani kana kwamba yani hakuna tofauti ya kukumbatia mke wako, kukumbatia mume wako. Unakumbatia kila anayekuja upande wako, bila kujua kwamba huko duniani yako mafisi, yako masimba yanayorarua ndoa. Utaweza kudhurika. Weka mipaka. Masaa yasiyofaa kusimama na watu wa jinsia tofauti au jinsia zinazoleta mazingira hatarishi, usikae huko. Kama umeajiriwa, una bosi wako, weka mipaka. Tofautisha mahusiano ya kazi na mahusiano yasiyo ya kazi. Weka mipaka ili ulinde uaminifu wako, kwa sababu shetani yupo. Lakini jingine, kiri makosa ni uaminifu. Mwenzi anayekubali makosa yake na kutafuta namna ya kushughulika ni dalili kubwa ya uaminifu. Utayari wa kukua ndani ya mahusiano. Usikatae. Uaminifu ni kukubali. Kama umekutwa umekosa na umeanguka, sema tafadhali nisamehe, hapa ulikuwa na haki, mimi nimekosea. Ni ukweli. Usipake maneno na kufanya yaonekane mazuri. Kukiri makosa ni kukubali kuwajibika na kuomba msamaha na kujadili, ili kuzuia haya masuala ya katika siku zijazo yasiendelee kuwepo. Na hii itakujengea uaminifu kuwa wewe umejitoa kuboresha mahusiano. Saa nyingine kukiri makosa kunaleta aibu. Basi bora uvumilie aibu, lakini utambulike kama mwadilifu. Uwezo wako wa kukubali kuwajibika inaweza
kuleta imani na mahusiano kati yako na mwenzi wako. Namba 4, kuwa muwazi. Kuwa muwazi katika mahusiano. Uwazi ni sehemu kubwa ya uaminifu katika mahusiano. Inamaanisha kwamba unazungumza hisia zako hata kama ulidanganya jambo mwanzoni mwa mahusiano. Sema ukweli kwamba leo ninasema hili, kwa kweli sikuwa muwazi kwako. Watu wapo ambao hanaficha hata ugonjwa. Anawana na mtu na hujui ana ugonjwa wa hatari wa kufishwa na hawezi kupata msaada. Kuwa muwazi ni kuwa tayari kusema hata mipango yako, hisia zako. Wapo watu ambao mali zao zinakuja kudaiwa wakati wa mazishi yao. Wadeni wao, hata waenzi wao wanashangaa, au wanasitukia watoto wanaletwa, hawajui, hawakuwahi kujua vitu ambavyo vingetatuliwa mapema wakati wa mahusiano. Watu wanagombania mirathi kwa sababu waliochuma mali hawajui, na wakati mwingine mwenye mali anakufa bila watu aliyowahangaikia kubaki wanafaidi. Alificha vitu, wanafaidi watu wengine. Kuwa muwazi, kuwa muwazi. Lakini epuka uongo mdogo mdogo. Uongo mdogo mdogo. Unajua kuna uongo ambao mtu anakuwa kama ni jadi. Yaani hawezi kusema ukweli, ni lazima ulembe, ni lazima aweke vimaneno. Huo sio uaminifu. Hata uongo mdogo unaweza kukua na kuharibu uaminifu. Kuwa mwaminifu hata katika mambo madogo kunaongeza kiwango cha mahusiano, kwamba katika masuala makubwa yatakayokuja utakuwa mwaminifu pia. Jambo lingine, panga namna ya kuangalia hali ya mahusiano yenu. Kwa nini nasema hivyo? Ili kujenga mahusiano yanayodumu katika ndoa, mahusiano ya kuaminiana, mahusiano ya kuthaminiana, ni lazima kuwe na muda wa mara kwa mara wa kupima na kujadili hali ya mahusiano yako, hisia zako binafsi na hisia za mwenzi wako. Sasa makosa yanayofanyika ni haya: watu wanaeleza hisia zao wakati wanagombana. Nani anakusikiliza wakati unamtukana? Ni nani analichukulia vizuri? Hakuna. Lakini muda unapopatikana wa kujadili hisia, wa kujadili unavyojisikia kwa mwenzi wako, wakati mambo yote ni shwari, inaleta usikivu mzuri na inaleta kujenga kuliko kubomoa. Kwa hiyo panga katika namna ambayo mwenzi atapata kuridhika mnapojadili mambo kama hayo. Uaminifu ni mchakato. Kwa nini nasema uaminifu ni mchakato? Ni kwa sababu sisi wote ni wenye dhambi. Nimekuwa nikiwakumbusha hili jambo. Ni mapambano, kwa sababu shetani anatamani watu wakose uaminifu. Mhubiri wetu amekuwa akizungumza kwamba waaminifu, waadilifu Mungu anawapenda. Ndio maana Mungu anapomwona shetani anazunguka anamwambia, umemwona mtumishi wangu Ayubu. Yaani Mungu anajivunia mtumishi wake. Anapoangalia duniani anaona Ayubu ni mwadilifu. Mimi nawaza Mungu akituangalia sisi hapa anaona nini? Mtu mmoja amezungumza hivi kwamba kila siku tunajiangalia mbele ya kioo. Wangapi umejitazama kwenye kioo leo? Wakati wa najua naona mmevaa vizuri, lazima mmejitazama kwenye kioo. Vipi kama uliposimama mbele ya kioo, badala ya kuona gauni au suti au sura yako au shati zuri ulilovaa au hata joho, wale mliovaa joho, ukaona tabia zako ndizo zimeandikwa pale, ungefanyaje? Ungetabasamu? Ungekimbia? Ungesikiaje? Mbele ya kioo ukaona tabia badala ya sura. Nafikiri wengi wangetetemeka, kwa sababu tunavyovaa nje sivyo tunavyoonekana ndani.
Na kwa hiyo uaminifu ni mchakato, kwa sababu tunaendelea kubadilishwa na Yesu kutoka kwa mahali tulipo pasipofaa. Yesu anatubadilisha. Na kwa hiyo anza kufuata huo mchakato. Wewe unahusianaje na mwenzi wako? Unahusianaje na mwenzi wako? Kuna mahali fulani nilienda, nilikuwa nafundisha masomo ya familia, nikaambiwa hivi kwamba wanawake walikuwa wanalalamika kwamba wanaume hawataki kula chakula nyumbani. Wanasema wanaambiana wao kwa wao, hawa wanaume, kwamba nyumbani hapawezi kuleta kitambi, chakula cha nyumbani. Lakini wanawake wanasema hawa wanaume hawatuambii, tunapika, ninamwambia tunakusubiri, umeshakula mahali. Mwanaume anasema nile wapi, nasubiri kuja kula nyumbani, lakini ameshiba. Ameshiba. Uaminifu ni mchakato. Naamini kuna watu watakaoanza mchakato leo. Hata Wakristo walio wengi wanaendelea kung'ang'ana na woga, ubinafsi, udanganyifu, lakini Yesu ana uwezo wa kutubadilisha na kutufanya tuwe viumbe vipya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siri ya ushindi katika hili. Ikiwa una changamoto hii ya uaminifu, ikiwa kuna visirisiri ulivyo navyo kwa mwenzi wako, ikiwa kuna vitu ambavyo unatamani ungekuwa wazi zaidi, unajua ukiwa wazi ni ushindi. Yaani kuna mtu anakosa kuwa wazi hadi kwake yeye mwenyewe. Lakini siri ya ushindi ni hivi, kwamba maisha ya mcha Mungu yanapaswa kuwa na alama ya uadilifu na uaminifu. Lakini kwa sababu sisi sote ni wenye dhambi, uaminifu ni kitu ambacho lazima tukishughulikie kwa bidii. Kushughulika kwa bidii sio kusema kwamba nataka kuwa mwaminifu, nataka kufanya uaminifu. Ni kumwendea Mungu na kumwambia kwamba Mungu, mimi hapa nilipo kwa kweli, yaani kusema ukweli ni jambo gumu. Kuacha wanawake ni jambo gumu. Kuacha wanaume mipango ya kando kama tulivyoambiwa na mhubiri ni jambo gumu. Linanishinda, nisaidie, siwezi. Kusema ukweli ni jambo gumu. Biblia inasema kitabu cha Waefeso sura ya 4 fungu la 25, basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo kila mmoja kiungo cha mwenzake. Tuwe wa kweli, tuwe wa kweli, tukaseme kweli, hasa kwa wenzi wetu. Unajua kudanganya ni kitu kibaya, lakini kumdanganya unayempenda ni jambo baya zaidi. Mungu anatuwezesha tunaposhindwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuwezesha tunaposhindwa. Wafilipi 4 fungu la 13, neno la Mungu linasema hivi, na yaweza mambo mangapi? Yote katika yeye anitiaye nguvu. Mungu anahitaji waaminifu katika kila familia. Wanaume waaminifu, wanawake waaminifu, waajiriwa waaminifu, raia waaminifu. Ndio wanaoandaliwa kuwa waraia wa Mungu mbinguni. Mungu atusaidie na Bwana atubariki. Na tuombe. Baba wa mbinguni, nakushukuru sana jioni ya leo. Umetukumbusha habari za uaminifu. Mara nyingi tumekuangusha kwa kutosimamia kweli na kutokuwa wazi kwa wenzi wetu, kwa kufanya vitu kwa uzembe, kwa kutowajibika kama ambavyo umetuagiza. Mungu, tunaomba utusamehe, lakini tuwezeshe kushinda hili jaribu. Asante Bwana kwa sababu utatenda na kuzidi, kwani tumeomba katika jina lake Yesu. Amina.